Na leo ningependa tukaweze kushiriki timu yetu ya mwaka huu kutoka katika kitabu cha Isaya 53. Isaya 54. Isaya 54. Tutashiriki timu ya mwaka huu pamoja mstari wa kwanza na mstari wa pili. Isaya 54. Aliyepata huo mstari Isaya 54 mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Mstari wa pili na wa tatu. Tutaenda kusoma. Hatimaye nitashiriki neno la Mungu kwa dakika chache za kuhesabika. Hatimaye tutakuja kubarikiwa. Timu yetu ya mwaka huu inapatikana katika Isaya 54 mstari wa pili. Maandiko yanasema, panua mahali pa hema yako, tandaza mapazia ya hema lako, yaeneze mbali wala usiyazuie. Ongeza urefu wa kamba zako na imarisha vigingi vyako, kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto. Wazao wako watayamiliki mataifa na kukaa katika miji yao iliyoachwa ukiwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neno hili ambalo ninaenda kulishiriki kanisani hapa asubuhi ya leo. Wacha Bwana uinuliwe kwa ajili ya ufanusi ulio mwema kwa ajili ya neno lako. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Biblia inatufundisha kupanua mawazo yetu, panua mipaka yetu na kueneza hatua za miguu yetu na za kazi zetu. Mungu alipozungumzia Isaya, alikuwa anarejesha utukufu wa Sayuni, taifa la Mungu. Watu walikuwa wamekosa mpangilio wa kuweza kusonga mbele, kwa sababu walijipata wako katika mahali pamoja. Walijipata wanarudia mambo waliokuwa wakiyafanya miaka baada ya miaka. Na kitu ambacho Mungu hafurahii ni mtu kuishi tu katika maisha ya jana, na mtu kuishi katika mambo ya jana, anarudia mambo ya jana, na hakuna matokeo ambayo yanatokea kwa maisha ya baadaye. Kwa Mungu akamtumia nabii Isaya kuzungumzia Sayuni na kuzungumzia taifa na kuzungumzia mtu binafsi, mimi pamoja na wewe, ya kwamba tukaweze kupanua hema. Hema ni kama physical body, na kuna mambo mengi mwanadamu anaishi nayo ndani ya moyo wake. Na kama mtu hawezi kuwa na jambo la kulifanya ili aweze kupanuka,
anabaki akiwa vile vile. Na Mungu hapendi stagnation. Hata mzazi hapendi kuwa mtu akukaa na mtoto ambaye ako stagnant. Kwa mfano unaweza uzaa mtoto handsome, mtoto beautiful, lakini kwa muda unaona mtoto huyu hakui. Unaona mtoto huyu hatembei. Unaona mtoto haongei. Hakai kama mtu anayekuwa. Hili jambo kwa mzazi litamsumbua. Kwa hivyo leo ningependa tukaweze kuongelea mambo haya, ili tukaweze kupanuka, ili tukaweze kuendelea. Topic hii tutazungumza leo, na tena tutaendelea kuizungumzia sitamaliza leo. Lakini ningependa akili zetu na mawazo yetu yaweze kupanuka. Hii akili yetu iweze kupanuka na kupanua mipaka zetu na kuzidisha maeneo zetu na kustretch. Inahitaji mtu aliye na malengo. Inahitaji mtu aliye na mpango kwa mikakati ili aweze kutimiza hatima yake. Kwa sababu usipokuwa na malengo na usipoweka malengo na mpango ili uweze kuseti mikakati yako, hauwezi kutimiza hatima yako vizuri. Si kwamba watu waliofeli maishani kwamba walifanya makosa, si kwamba hawakusoma, kama si kwamba walisoma, lakini kitu ambacho kinawakosesha wanadamu kuweza kupanuka na kuweza kuzidisha maisha yao ni kukosa kuweka malengo na mipango. Kwa hivyo ni jambo la muhimu mwaka huu wa 2026 tuweze kuweka mipangilio. Mungu alimwambia Yoshua katika kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 5 na mstari wa 7. Mungu alimwambia Yoshua, hapana mtu yeyote atakayesimama mbele yako. Mungu anamtia moyo Yoshua, anamwambia katika mambo yote aliyompatia, katika mipango aliyoweka katika moyo wako, hakuna mtu yeyote atakayeweza kumzuia. Usikubali watu wasuie mipango yako. Usikubali watu wakuzuie kile unataka kufanya kizuri. Mungu alimwambia hapana mtu yeyote atakayesimama mbele yako. Sasa ngine unaweza taka kufanya mambo mazuri, lakini za ile watu unataka kufanya mambo mazuri, mtu anatoka na kuambia it's not yet time for you to fulfill what you want to do. So unapata mtu anabaki anaogopa. Sio unataka kutoa bomba, unataka uwe na bomba lako. Mtu anakuambia hapana, subiri kwanza. Pengine unataka kuolewa, wewe ni mdogo sana kwa nyumba yenu, unapata mwenzako unakuambia subiri kwanza, dada yako mkubwa hajaolewa. Acha kwanza dada yako mkubwa aolewe, ndipo wewe utaolewa. So kuna mambo ambayo
yanaweza kukuzuia kutimiza mikakati yako. Na ndio maana ni vizuri sana mwaka huu upanue mahali pa hema yako, utandaze mapazia ya hema lako, yani upanue akili yako, utumie akili yako vizuri ili uyaweze kuyaeneza wala usiyazuie. Biblia inasema ongeza urefu wa kamba zako, imarisha vikingi vyako. Nakumbuka kuna mahali Mungu alimwambia Ibrahimu, mahali macho yako yatafika, bali ule utakapofikiona, ndipo huo ndio nitakao kupatia. Mungu anafanya kazi na visionaries, watu ambao wana ndoto. Kama vile mtu anaweza kuimba apate kipawa, kimpe kibali cha kuimba kimataifa, ama kuwa na mhubiri aliye na ndoto ya kutokuwa mhubiri wa kienyeji. Unafungua kitabu cha Isaya chapter 54. Nasoma Isaya chapter 54 verse 2 to 3. Alafu unaanza kujirudia. Mungu hapendi mtu wa kujirudia. Mungu anapenda mtu wa kufurahi, mtu wa kusonga mbele. Neno la Mungu linapokubeba linakupea mafunuo kama vile utakavyoendelea, kama vile utakavyofaulu, kama vile utakavyoweza kutekeleza maisha yako. Ukisoma katika Yoshua sura ya kwanza, endelea mstari wa kwanza wa 3 hadi 7, maandiko yanasema, Mungu alimwambia Yoshua, uwe hodari, uwe mwangalifu, utii, usigeuke kulia wala kushoto. Yani Mungu anahitaji a focused person. Hata kutokea changamoto, hata kutokea njaa, hata kutokea kukosa fedha, baraka zako hazitokani na ulimwengu. Baraka zako zinatokana na Mungu. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana uweze kuwa focused. Huu mwaka uwe mwaka wako wa kupanuka. Mstari wa 3 katika Isaya, mstari wa 2 katika Isaya, mstari wa 3 katika Isaya 54. Maandiko yanasema, kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto. Na Mungu anamwambia Yoshua, uwe hodari, uwe mwangalifu kutii. Usiangalie huku wala usiangalie huku, wewe songa mbele. Unaposonga mbele, panuka upande wa kushoto, panuka upande wa kulia. Chochote unafanya, uone ya kwamba unapanuka. Usiangalie vizuizi, maana tuko katika kipindi cha kufanya maamuzi makubwa. Mwaka wa 2026 si mwaka wa kawaida, ni mwaka wa msimu wa mabadiliko ya kuweka mikakati, msimu wa mabadiliko ya kuweka mipangilio. Mwalimu asubuhi alisimama akauliza, nani ambao wameweka mipango ya mwaka huu? Watu walikosa kuwa na mipango. Lakini leo wacha nikwambie, ili uweze kufaulu, lazima uweke mipango ya
utakapoweka mipango ya kufaulu kwa kupitia maisha yako, hautakuwa mtu wa kawaida. Mungu habariki tu watu walio mjini. Mungu anabariki hata watu walio mashambani. Biblia inasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 ya kwamba utabarikiwa mjini na hata mashambani. Wewe utabarikiwa. Mungu anapobariki mtu aliye mjini, atabariki na yule mtu aliye mashambani. Wewe ni jambo la maana, mtu wa Mungu, uweze kuwa mtu wa mikakati. Weka mipangilio kama vile utakavyofaulu katika maisha yako. Maana unapokuwa na maono bila utekelezaji ni ndoto tupu. Unajua kama hauna utekelezaji, hakuna kitu ambacho unalenga kufanya. Ni ndoto ambazo uko nazo za bure. Ukiota unataka kununua gari, ama ukiwa na maono ya kununua gari, kitu unafanya kwanza, enda driving school. Baada ya kwenda driving school, usisubiri kwamba Mungu atateremsha gari kutoka mbinguni. Anza kuweka mikakati jinsi ya kulipata gari. Utafanya nini? Je, utatengeneza matofali? Je, utafanya nini? Angalia ni kitu kipi utakachofanya kikupee pesa kununua gari. Tuachana na mahubiri yaliyo na utupu. Hii ndio inafanya watu wamepotea. Wana watu wanafuata mahali kuna miujiza, pasipo kujua hakuna kitu kinakuja bure. Ukihitaji uponyaji, kuna hatua utapiga ili uweze kupona. Hauwezi kupona ukiwa umemoja tu Mungu niponye, Mungu niponye. Kuna hatua ya imani utapandisha. Ndio maana mstari wa 3 nasema, kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto. Lazima upanuke, lazima uendelee, lazima usete mikakati, na usiwe tuna ndoto tupu ambazo hazina mipangilio. Ahadi za Mungu ni hakika, lakini hazina uhitaji. Zinahitaji uwajibikaji. Wakati unapoajibika, Mungu atakusaidia. Maana ukweli mkuu ni huu: neema ya Mungu haitafuti tu mipangilio, haifuti mipangilio. Haleluya! Neema ya Mungu inategemea mtu ambaye amekaa chini na kuweka mipangilio mwenyewe na kusema hapa ndio mimi nataka kuishi. Nataka kuishi kama ng'ombe. Utafanya vitu kama ng'ombe. Ukitaka kufanya vitu kama mbwa, utafanya vitu vinavyofanana na tabia ya mbwa. Lakini ukitaka kufanya vitu vilivyo timamu kama binadamu anayeenda mbele, utaweka mikakati na utaona Mungu akikuendesha. Utaona Mungu akikusongesha. Haleluya. Ndio maana unahitaji kuwa na upako, lakini upako hauchukui nafasi
okokau thuolo ya kuweka mikakati. mar keto chenro. Unaweza pata mtu Inyalo yudo ng'ato anaishi kanisani, odak e kanisa kila siku pile, is praying and fasting, olemo kendo ni tweyo, kuomba na kufunga olamo kendo tweyo bila kupanga maonge chenro. ni kuweka mikakati isiyokuwa na maana. En keto chenro maonge tiende. Mungu hatafanya kila ambacho unahitaji kama hauwezi kuweka mikakati. Nyasaye ok nyal timo ne gima idwaro ok inyal keto chenro. Mungu hatakufanyia kile unayohitaji. Nyasaye ok dhi timo ne gima idwaro. Lazima uweke mikakati. Nyaka iket chenro Tayari. moikore. Maana Mungu ameshakupa njia Nyasaye osemiyo na uwezo wa kuifanya. kod nyalo mar timo. Katika Biblia Ei muma, kuna mambo ambayo Mungu anahitaji wanadamu ayatimize. nitie gik ma Nyasaye dwaro mondo dhano otim. Kwa mfano maisha ya kibiblia, Kuom ranyisi ngima ma ei muma, jinsi ya kuweka mikakati. kaka iketo chenro. Ukisoma Yoshua 1:5-7, Kisomo Joshua 1:5 nyaka 7, kuna ahadi ambazo Mungu aliweka. nitie singruok ma Nyasaye noketo. Mungu huweka uwepo wake. Nyasaye ketoga betie mare. Mungu huweka uwepo wake karibu na wewe, Nyasaye ketoga betie mare machiegni kodi, utakaoweza kukusaidia kupiga hatua. madhi konyi chako goyo kan. Mungu ataachilia ushindi wake. Nyasaye dhi welo. Hiyo sasa ni sehemu ya Mungu. Mano koro pok ma Nyasaye. Huo ndio mfumo wa kibibilia wa maisha ya mikakati Mano e chenro mag muma mar ngima moketi ambazo zinatembea katika ahadi za Mungu. mawuotho e chenro kod Sasa ahadi za Mungu kwangu mimi na wewe koro singruok ma Nyasaye kindan ni kodi uwepo wake. en betie mare. Mungu atatuma uwepo wake Nyasaye dhi oro betie mare ukulinde, mondo riti, ukuzunguke. mondo luori. Unajua mahali uwepo wa Mungu upo, Ng'eni kama betie Nyasaye nitie, hakuna shetani atakuja onge jachien madhi biro ili kuweza kukufikia. mondo mi ochopni. Maana wewe umezingirwa na moto na ukuta wa moto wa Mungu. Nikech noluori kod ohinga mar mach. Hiyo ndio kazi ya uwepo wa Mungu. Mano e tich mar betie. Na uwepo wa Mungu haukuji bure kwa maisha ya wanadamu. Betie ma Nyasaye ok bi Inahitaji mtu anayeishi katika njia za utakatifu, yare ng'at modak e ngima maler, watu ambao unaona wakifanya vitu haraka ok mineno ka timo gik moko piyo. mpaka unasikia mtu anasema Imiyudo ka ng'ato wacho huyo amefaulu na speed anointing, ma ok dhi maber na anointing ya haraka. kod wir madhi piyo piyo, Hii kazi imefanyika na speed anointing. ma odhi kod piyo piyo mar wir. Huyu mtu kuna vitu amejinyima, Nitie gik ma ng'ato ni otuomore, amehepa mijadala ya wanadamu ambayo inamwingisha katika dhambi. owuok e twak mar dhano marwake e richo, Amekubali kutembea katika mapenzi ya Mungu, oyie wuotho e dwaro mar Nyasaye, kuongozwa na Roho wala si kuongozwa na mwili. itayi gi Roho Maler to ok ringruok. Ukiongozwa na mwili, Ka itayi kod ringruok, vitu vya mwili ndio vitakuwa kwako sana. gik ringruok ema biro bedo kuomi ahinya. Maana hata kama huna pesa za kufanya usherati, Nikech kata kionge gi pesa mag timo chode, utapewa bure. idhi miyi nono. Kwa sababu gani? Nikech ang'o? Hauna mikakati. Ionge chenro. Shetani atakupea vya kimwili, Jachien dhi miyi mag ringruok. na kama huna pesa ya kunywa pombe, Ka ionge pes madho kong'o, utapewa bure. idhi miyi Kwa nono. sababu hiyo ndio kazi shetani anataka. Nikech mano e tich ma jachien Na dwaro. kama unaishi maisha Ka idak e ngima matupu ambayo haina mipangilio, man lilo maonge chenro, utachukuliwa, idhi kawi, utakuwa mtu wa kupitiwa. ibiro ne ng'at mikalo ne. Maana watu wanaopitiwa, Ok mikalo ne. nipeleke mahali fulani, Tera kamoro, niende tukae mahali fulani, wadhi wabed kamoro, tupige gumzo, wadhi wago mbaka, tuongee kuhusu siasa ya Kenya, wawuoyi weche mege siasa ma Kenya, tuongee kuhusu siasa ya Uganda. wawuoyi siasa ma Uganda. Utakuwa aimless person. Idhi bedo ng'at maonge gimochomo. Sasa unachukuliwa, Kodi kawi, unakuwa wester, idhi bedo ng'at ma ketho gik. unachukuliwa na roho ya kupoteza muda. Idhi kawi gi roho mar ketho kinde. Na ukiwa upande wa Mungu, Ken koka Nyasaye, Mungu ataachilia ulinzi, Nyasaye dhi weyo arita. na ulinzi wake kwanza atakupea uwepo
uwepo wake. Uwepo wake una nguvu. Mahali uwepo wa Mungu umejaa, hata wewe unahisi uko secure. Maana hata kama mshale utakuja, hata kama pepo litatumwa, hata kama majini yatatumwa kwako, hata kama uchawi mtu ataenda kwa mchawi amwambie unirogee fulani apeleke picha yako, picha yako haitaonekana kwenye skrini ya mganga, maana picha yako itakuwa imebeba uwepo wa Mungu. Na kuna mchawi atakufikia. Vitu vya Mungu havikuji bure bure. Kuna sehemu ya Mungu kwa maisha yako, na sehemu ya Mungu kwa maisha yako, sehemu ya Mungu kwa maisha yako ni kuachilia uwepo wake uweze kunulinda, uweze kukulinda wewe. Kuna mtu mmoja alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana kutembea na Mungu. Alipenda sana kuomba. Alipenda sana kusoma neno la Mungu. Alipenda sana kukaa uweponi mwa Bwana. Na siku moja mtu alimwendea kwa mganga. Mganga mashuhuri mwenye akituma uchawi lazima ukupige, lazima ukufikie. Jambo ambalo lifanyika, alitumwa wakati wa jioni, akaambiwa sasa muende mumuataka, analala. Ilipofika mapepo, ilipofika yakapata mtu huyu anasoma Biblia, yakarudi huko, yakaambia yule mtu, mmetutuma kwa yule mtu, lakini tumemwona akisoma Biblia na tumepata moto umemzunguka. Sasa tukaogopa kumfikia tena, yakatumwa mara nyingine, sasa enendeni. Analala. Alipoenda kwamba analala, kufika kapata malaika wamemzunguka na moto umemzunguka, ukuta wa moto na moto unawaka. Yakarudi huko, yakapiga kelele, yakasema ninyi mmetupeleka kwa moto, ninyi mnataka kutuua. Kwani huyu mtu hapa anatuletea shida, anatuhangaisha. Kwa hivyo katika mpangilio wa kibibilia ya maisha ya kuweka mikakati ni hii: Mungu huachilia uwepo wake mahali popote huko, mradi unakubali kumtegemea. Yoshua alimtegemea Mungu, licha ya kwamba alikuwa anatembea na Musa, hakutegemea Musa, maana tayari Musa alikuwa ameshakufa. Alimtegemea Mungu. Kwa hivyo Mungu akaahidi kupeana usaidizi, na usaidizi wa kwanza Mungu alipeana uwepo wake. Usaidizi wa pili Mungu alipeana ni ushindi. Mungu anapeana ushindi kwa kila kitu unachopanga pamoja na yeye. Chochote unapanga kufanya, Mungu anakuahidi ushindi. Mahali popote utakuwa, Mungu anakuahidi ushindi. Hata kwa biashara yako, Mungu anakuahidi ushindi. Hata unapokuwa shuleni ukisoma, Mungu anakuahidi ushindi. Hata unapokuwa katika ndoa yako, Mungu anakuahidi ushindi. Chochote unahitaji kwa Mungu, unapokifanya, Mungu atakusaidia kushinda. Hata unapokuwa katika vita, watu wamekuchukia, vita vimekuwa vikali, ndoa haikali,
Jambo la mwisho Mungu anaahidi ni ulinzi. Ulinzi, hii ni sehemu ya Mungu. Hiyo ni sehemu ya Mungu. Mungu anaahidi ulinzi. Kuna mhubiri mmoja anahubiri akasema, kulikuwa na binti mmoja alipenda sana maombi usiku na mchana. Kama kuna keti ya kanisani aliweza kwenda, aliweza kujitengenezea mikakati ya kukutana na Mungu, kuomba na kufunga, kufanya mambo yote kanisani. Sasa usiku mmoja walikuwa kwenye mkesha, na ikafika usiku wa manane, akahisi arudi nyumbani alale. Na alipokuwa njiani akienda, alikutana na majambazi wa kiume wanataka kumbaka. Na sasa hili wambaki, ilibidi wamwangukie. Huyo binti akasema, munisaidie tu, sijakataa, lakini mnipe nafasi nijiandae. Binti akapiga magoti chini. Binti alipopiga magoti chini, akaanza kuomba emergency prayers. Akaanza kuomba emergency prayer. Na aliposimama, alisimama kwa nguvu, akasema Yesu. Na alipotamka jina Yesu, wale watu walitawanyika, wakakimbia. Biblia inasema mwingine alianguka chini, watu wa Mungu kaweka chini, hakuamka. Mwingine alikimbia, akaanguka kwenye kichiki, kikamuua. Yule binti akaamka, akaanza safari yake. Kwa sababu gani? Huyu binti alikuwa anatembea na Mungu, na Mungu aliruhusu ulinzi juu ya maisha yake. Mungu wetu uruhusu ulinzi kwa chochote kile unafanya. Hebu nipungie mkono mahali ulipo, sema haleluya. So kasi sehemu ya Mungu, ahadi yake mkuu ni uwepo wake, ushindi wake na ulinzi wake. Masharti ambayo Mungu ako nayo, masharti ya Mungu kwetu sisi, anamwambia Yoshua, uwe hodari. Sharti la kwanza ni uwe hodari. Uwe hodari. Hiyo ni sharti la kwanza. Unajua uhodari wako utafanya maadui zako wa kuogopa. Amen. Uwe na utiifu kwa maagizo ya Mungu. Hiyo ni masharti ya Mungu. Umakinike, uwe makini. Hilo ndio sharti la Mungu. Na sharti la Mungu la mwisho, uwe na nidhamu. Nidhamu ya maombi, nidhamu ya kutunza wakati, kama vile tumesema mwaka huu wa 2026 takuwa na nidhamu ya kutunza wakati. Tunakuja ibadani mapema, tunaondoka tukiwa tumekuwa satisfied mapema. Kwa hivyo hiyo ni ahadi na masharti ya Mungu. Kwa hivyo unapoona mtu anafanikiwa, mafanikio sio ajali. Mafanikio haikujaki kwa ajali tu. Lazima uwe na mikakati. Ukiona mtu amefanikiwa, alianza kufikiria na
paro cho. Alianza kufikiria mapema. Ne ochako paro cho. Biblia anaweza kufanya. Ang'o monyalo timo? Afanikiwe. Mondo odhi maber. Hata pale mko kazini sasa. Kata ka uni tich sani. Wale ambao wameajiriwa. Jogo mondik tich. Muandae retirement benefit yenu mapema. Uchak iko weka mikakati. Ket chenro. Tengeneza vitu. Los gik moko. Nunua mashamba. Nyiew puothe. Nunua maplots. Nyiew plot. Jenga. Wacha kusema mtu akifanya kitu wacha ni ng'ato katimo gimoro eti amenunua kitu fulani. No, nyoge. Hakuna kununua kitu fulani. Ongen kiminyo. Mtu huyo anatumia akili yake vizuri. Unapotumia akili yako vizuri, wewe umesoma ama hujasoma, lakini wewe ni mtu wa mikakati, utafaulu. Unajua wazazi wetu wa kitambo hawakusoma, hawakujaliwa hata kusoma, lakini walikuwa na maono ya kwamba siku moja kwa boma langu, kwa watoto wangu watakuwa wasomi, watafanya kazi, watakuwa watu wa kutegemewa. Sasa anaweka mikakati, nasema mimi nitachukua jembe, nitakutembea kwa mashamba za watu, nikiulizia kibarua na palilia, na baba nasema nitakata makaa ili watoto wangu wasome. Hawakwenda shule, lakini walikuwa na mipangilio. Leo tuko na lawama. Vijana wanasema baba angenipeleka shuleni singekuwa hivi. Ni walevi wangapi wameenda shule? Ni wasomi wangapi wameenda shule, lakini leo ni walevi, hawana chochote wamefanya. Anapata mshahara leo, kesho akiamka imeisha. Ni wangapi? Ni watu wangapi wanapata more than 50,000 in a month? Lakini wewe ambaye haupati hata 100 per month, shilingi 100 kwa mwezi, bado una maisha mazuri, uso wako umejikunja, unavaa vizuri, haujachakaa. Kwa sababu gani? Mungu amekuweka ili ulete tofauti. Ukiwa na knowledge, make use of your knowledge properly. Don't just misuse your knowledge. Usiende kupiga kizungu kwa pombe. Chapa kizungu kwa gospel. Yes, tell people God loves you. Hallelujah. Ambia watu kizungu chako kipenye ndani ya Injili. Kifike Australia, kifike Germany, kifike US, kifike Uganda. Wacha kutumia opportunity uko nayo bure. Hallelujah. Kwa hivyo jambo la mfumo mpangilio Mungu ni mafanikio, lakini haitakuja kwa jana. Unapata hata pia ukuhani. Kama mimi mchungaji, ukuwa mchungaji ama mhubiri ama mtumishi kanisani, haufanyi uondolee mpangilio. Siku hizi watu wamechukua kanisa kama mahali pa unapata mtu anaishi kwa kanisa kuanzia Monday to Friday. Mimi pastor nakuja hapa asubuhi, Jumatatu nakaa hapa kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili, asubuhi na jioni. Tunahitaji tuwe na mtazamo tofauti. Lazima tuwe na mpangilio. Kama Mungu
amekuita kanya sayo luongi kuwa na mpangilio. Niko na rafiki yangu mzuri sana. Alijaribu kuchangia maisha yangu. Alikuwa anafanya kazi kwa Ministry of Works. Hata nisaidia nilipia hata pesa fulani za college. Lakini kuna msimu ulifika. Akasikia the burning fire. Nakuja kwa akaniambia, mtumishi wa Mungu, mimi nahisi kukaa katika kufanya kazi full time. Nimeshaandika resignation letter. Sasa nataka kufanya full time ministry. Kweli Mungu amezungumza na wewe? Nikamwambia hata mimi niko full time. Kristo akinihitaji sitasita kumfikia. Mimi niko full time. Na mimi niko full time na siishi kanisani. Kwa sababu kuna vitu nataka nifanye kwa maisha yangu. Nikasema hata vile ninavyokuambia, barua ndio hii. Nimeshaandika. Ndio hii. Nikasoma. Kweli ameresign. Adierao ndiko barua maweti. Nikamuuliza, na ndugu, hata mtoto wako wa kwanza katanya pili makaya hajafika class 8. Popote kwa class abu. Kaniambia Mungu atashughulikia. Wajenia sasa bro dishiko. Na ilipofika kiwango hicho, kama uchopio kama year 2004. Igale falioga ngwe. Tumisha resign kazi. Yakijesa no way. Baada ya resign kazi. Baada kwa seweti. Nakwambia jamani, teseka. Ani sinijali nenosa. Na mateso yakamfanya akawa amechanganyikiwa. Kwa chandro ninombi uyobedo ni hatari sana kuongozwa na mhubiri aliyechanganyikiwa. Ndi maraja yenye kitai kodija kwa. Utachanganyikiwa ya cha. Ibeni miro chachini. Sasa jamaa, jali asubuhi na mapema okinyi mangechi anaingia bafu. Odangi bafu. Anaoga. Anapiga mswaki. Orudoga. Anavaa tai. Oruwakotai. Anaweka koti. Oruwakokoti. Anasikiza gospel music. Wende magigi. Kwa TV ama kwa radio. TV kati radio. Na bibi yake akienda shambani. Nojaonekana ipo. Yeye anamfuata. Enolewe. Amebeba radio. Utiwa radio. Na haendi shambani. Amevaa viatu kupiga rangi. Ameishi katika haya maisha. Mtoto wake wa kwanza alipofika class 8 akaona baba amechanganyikiwa. Stress ikabeba mtoto ikampeleka kwa pombe, ikamuunganisha na bad company. Kijana akawa mlevi mpaka ikabidi tukaingilia kati. Ndugu yake mdogo wa huyu ndugu aliyechanganyikiwa akachukua huyo mtoto akaanza kumpeleka shuleni, akamsomesha akamaliza, lakini hakuacha ulevi mpaka leo. Sasa aliharibu kizazi. Ukristo sio kuchanganyikiwa. Kuitwa kiongozi wa kanisa sio kuchanganyikiwa, ni kutumika in excellence. Amen. Tupe Bwana Yesu makofi mazuri. Maana hatima ya mtu inahitaji makusudi mazuri. Nataka nimalizie kwa hii ili tutaendelea next time. Kwa nini watu wengi wenye vipawa ama wenye vipaji hawatimizi hatima yao? Kwa nini watu wengi wenye vipawa, mwingine mchungaji, mwingine ni mwimbaji, mwingine ni asha, mtu ana vipawa tofauti, mtu ana gift, ana karama, fika mahali tukiongea ni watu wana pump in pesa kwako tu. Si kama maikuona. Kwa nini sasa watu wengi wenye vipawa hawatimizi hatima yao? Sio kwa sababu hawana kibali ama hawana uwezo, bali ni kwa sababu ya
Jambo la kwanza, kukosa mpango na kuahirisha mambo. Nataka kufanya kitu leo, nasema nitafanya kesho, nitafanya kesho. Hivi kuna baadhi ya vitu nikitaka kufanya, ila niko na pesa ama sina pesa, nitalenga na nitatimiza, sitaahirisha. Mungu alinifunza kitu. Yule mwalimu alinisaidia sana. Aliniambia, ukitaka kufanya kitu usipate pesa, ndipo ufanye kile kitu. Weka mipangilio, weka bajeti, andika bajeti ya kitu nataka kufanya. Ukishamaliza kuweka bajeti, sasa jiulize, hizi pesa tutazipata wapi? Uanze kuwa na network. Na tutazipata kwa muda gani? Hilo gani tunatumia kuzipata hizi fedha? Hiyo ndio serikali ya kivyako. Hiyo ndio utawala wa kwako. Usisubiri upate pesa ndipo uweze kutimiza ndoto yako. Kwa hivyo, kwa nini watu wengi kwenye vipaji hawatimiza hatima zao? Ni kwa sababu ya kukosa mpango na kuahirisha mambo mbele. Jambo la pili, kukosa udhabiti katika kufanya mambo. Wanakosa udhabiti wa kufanya mambo. Na hapa ndipo nakuja, kama wewe unaweza kukaa chini ya watu waliofanikiwa, utapata njia ya kufaulu kile unataka. Bana, kile kitu unataka kufanya, kuna watu wengine ambao wanafanya vizuri. Kama ujui jinsi ya kufanya hicho kitu unataka kufanya vizuri, endea wale watu ambao wanafanya kile kitu unachotaka kufanya ili ufanye vizuri. Jambo lingine, urafiki usiofaa. Kuna marafiki wengine ni wabaya. Marafiki wengine ukiamka asubuhi unakuambia twende tukunywe chai. Mimi kwa na marafiki kama hao. Lakini mfuko wangu ndio wanatumia. Nasikia wanampigia simu. Kwa niko nyumbani. Nafanya nini? Niko busy kidogo. Kimaliza unaanza kuja. Ndio. Tamani twende tutembee mahali kidogo. Leo tutembee wapi? Port Victoria. Pale kwa babu na mama. Pale panaitwa Chelsea Bay. Unadhani anataka wewe umpeleke akununulie kitu, kumbe ana target na mfuko wako. Iko kipindi niliteseka sana kwa marafiki aina hao. Ikifika lunchtime nakwambia uko wapi? Unafikiri leo tutakula wapi? Namwambia, unaona twende tukule wapi? Ya Dorera. Kwa hoteli nyingine pale naitwa Paris. Naenda. Ifika Pastor, nafaa tukule vizuri. Sisi ni watumishi wa Mungu. Nataka tukule nini? Leo tukule ngege. Ngege inakuja. Ngege ikikuja, nasema yenyewe pastor leo siko vizuri. Na spirit ya kupofusha macho. Did you realize that? Lakini mtu aliyenisaidia ni huyu mama. Mama simama. Alikuja, alikuwa na Monica movement sana. Huyu mama mapo. Kama akaniambia, wewe kama unategeaga kama naona hata kwetu hapa
kar wakao kwa nyuma. Kumbe siku realize. Karanao kafuenyo. Ni mfuko wangu ulikuwa unazoroteka. Eno mfuko ne maneke Kuna some activities nilikuwa nafanya. Vimanena timo. Zikaanza kurudi chini. Niko cha kudogo pei. Na nashangaa nini inaendelea? Awole na mbadilimi. Kumbe kuna kamtutu. Karanike Wale kuni. marafiki unatembea nao. Osiepiwa. Wale marafiki unakaa nao. Osiepiwa kutoka. Chunga sana. Tangai. Mimi sasa ukija kwangu, Ansa nikidiri yona. niulize uko nyumbani. Penya nini da? Usikuje tu utanipata. Nikecho kibeyoda kwa Bado basi nyumbani. Nikecho kabedi gai out. Nalalanga nyumbani. Ani ndo kama niyo. Lakini wasika nyumbani. Ndo kabedi out. Ukija unaenda kwa basi. Kili bila funini kajakwa. Utanipata. Au kibeyoda. Lakini ukinitafuta, ukimanya. Ibra yule. Unaona maisha kama haya? Ineno ngima kama maisha ambayo inakusanya marafiki wa bofu. When that is wanakuomba mpaka wanakuomba airtime. Mpaka wanafuliza simu yako kama ujui. Nani alifuliza pesa kwa simu yako? Hao ni wandani wako. Watu wanaokumaliza kisiri. Kwa hivyo ni vizuri uepukane na marafiki. Kwa nini watu wengi wenye vipaji hawatimizi hatima yao? Urafiki usiofaa. Jambo lingine, kukataa kuweka chini ama kukataa kuwekwa chini ya mashauri. Wanakataa kuwekwa chini ya mashauri na ulinzi. Mtu akikushauri, pendwa hiyo njia unaenda ni mbaya, rudi kwanza ujiulize, kwa nini ameniambia? Wacha kukasirika, wacha kusema bwana unanichunga chunga. Hapana, be your brother's keeper. Huyo mtu anakusaidia. Kama ni mke wako anakusaidia. Kama ni baba yako anakusaidia. Kama ni rafiki yako anakusaidia. Kama ni ndugu yako anakusaidia. Usiseme wacha kunichunga chunga, wacha kufuata maisha yangu. Bwana mimi ndio umeona kuambia. Respond immediately. Na uweze kuitika. Nimesikia. Nitajaribu kubadilika. Amen. Amen. Jambo lingine ni hofu ya hatari na kuonekana dhaifu. Unakuwa na hofu ya hatari na unaonekana dhaifu. Uko na pesa, una uwezo wa kufanya vitu, lakini unafika mahali unaogopa. Unasema kwani watu watasema nini? Watu watasema nini? Unajua hiyo ndio pia inafanyaka wale wasichana wakiwa kwenye ndoa, wanaotaka kwenda kuolewa wanajiiba, because they have not had experience of marriage. Now they sneak. Wanajiiba. Hata anaenda bila nguo. Sasa baadaye atakuja. Anakuja anatuma boda kwenda kuchukua nguo. Hiyo ni hatari. Because unaenda kuishi na mtu mjui. Unataka kuolewa ama kuoa, introduce your fiancé kwa watu wanaostahili. Number 1, mchungaji wako. Number 2, mzazi wako. Ajue ni nini kinaendelea. Hata ukiwa na boyfriend, mzazi wako, niko na boyfriend, niko na girlfriend, ni nini unaogopa? Utaolewa tu. Hata ukiogopa, siku utahepa, watu watajua umehepa na umeenda kuolewa. Usihepe.
Ambia mzazi wako. Ambia mchungaji wako. Akushauri. Ili ukikaa hapo utaenda na blessings za pastor wako na utaenda na blessings za wazazi wako. Wacha kwenda lukumba. Ukitaka kufanya kitu fanya kwa ujasiri, fanya kwa uwazi, usiogope. Amen. Jambo lingine, hiyo hofu ni mbaya sana kwa sababu inaweza kuchangia uendelee kuwa maskini miaka yote. Unasema wataiba. Unaenda sokoni. Unanunua nyama. Kilo 5. Naambia watoto kulele. Ningekuwa nataka kununua ng'ombe. Lakini wataiba. Watu fanya hivi. Watu fanya hivi. Kuna kitu ilifanyika mahali. Ambayo hata kama ulijua tafadhali nyamaza usiseme. Kama unajua naongelea hiyo kitu usiwahi enda kusema. Mtu mmoja aliuza property yake. Akapata pesa mingi. Akachukua pesa. Akaficha. Hapo ya pesa. Ili wezi asiyokuja kumwingilia. Watu kila mtu anajua ameuza hiyo shamba. Sasa badala ya kuchukua pesa aende aweke pesa ama aende kwa bank. Akapita kando ya pesa. Mtoto alimsaidia. Kwa anacheza kwa kokota kibungu. Lakini kulikuwa na vita tena pale nyumbani. Lakini Mungu alisaidia. Unaona hiyo ni hofu. Hiyo kitu inajenga utukufu wa Mungu kweli. Wewe kiasi gani? Jambo la mwisho. Wivu na machafuko ya kihisia. Hisia, feelings. Hisia, wivu. Mtu anakupangia kufanyia kitu mzuri. Ama anapanga kufanya kitu mzuri. Alafu ukikosana tu kidogo anakasirika. Na anairisha mpango yako. Kama ni bibi yako anamwambia mpaka siku utabadilika. Ndio utakupeleka mahali kwenu. Sasa wewe unangoja huyu mama badilike aje? Abadilike aje? Change. Ni wewe mwenyewe unaleta. Change begins with an individual. Hata ukiita ndugu zako, hata uite familia yako, waambie jamani tujengee mama nyumba. Kila mtu atakwambia niko na school fees, niko na loan. Lakini ukianza utamaliza. Amen. So wivu na machafuko ya kihisia inafanya watu wengi hawatimizi ndoto zao, hawatimizi malengo yao, hawatimizi hatima yao. Ulikasirika, wakataka kupeleka mtoto shule. Peleka yeye shuleni. Mwambie somo. Masomo ndio maisha yako. Wacha mwenyewe akatae kusoma. Lakini usiseme nitakufanyia hivi mpaka ubadilike. Unajua vile tuko hapa kila mtu ni mwenda wazimu kiasi. Jaribu uchokoze huyo mwenzako hapo karibu na wazimu. Ndio utajua ujui. Huyo mtu ni simba. Hiyo digrii ya wenda wazimu inatofautiana tu kidogo. So, tendea mwenzako vile unataka kutendewa wewe mwenyewe.
Jambo la mwisho kabisa wach mogik chutho ni kuhusu mpangilio ama mfumo wa kifedha. en wuoyo ewi chenro mar pesa. Hapo nitazungumzia next week. Maana dhi wuoyo ewi mabiro. Na nitazungumzia mambo ambayo yamesalia. To adhi wuoyo bende e gik modong'. Kanisa tunahitaji tuweze kupanuka. Kanisa owinjore mondo wayaw. Tunahitaji tupanue mahali pa hema maisha yetu. Owinjore mondo wayaw hembewa e ngimawa. Tunahitaji tupanue hema la maisha yetu. Owinjore mondo wayaw panue mawazo yetu. wayaw pach. Tufikirie vitu vikubwa. Wapar gik madongo. Tupanue jinsi vile tunavyofikiria. Wayaw kaka wapar. Biblia inapozungumzia kuhusu tandaza mapazia ya hema lako. Wacha tupende pasia mag hema ni. Unakuwa na pasia nyingine inafunikana akili ya mwanadamu na macho ya kiroho. Itie pasia moro mageno ga pati dano. Unaona vitu kama kawaida. Inano gik moko yo mapile. Usione vitu kama kawaida. Ina gik moko yo mapile. Chochote kinakuja kwa maisha yako. Gimoro moro mabiro usikione kama kawaida. Kinene kikaje mapile. Biblia inasema kwamba tandaza mapazia ya hema lako. Uyaeneze mpaka hema bari. Swali ni mabo. Uongeze urefu wa kamba zako. Imede bora martondeni. Panua maono yako. Yao bachi. Imarisha vikingi vyako. Sigingi magi bende ketongiro. Mstari wa 3 unasema wesi maradeko wacho. Kwa maana utaenea. Nikech idhi ya keni. Upande wa kuume na upande wa kushoto. Kora chwich kora cha. Wazao wako watamiliki mataifa. Anyuola nidhi kao pinje. Na kukaa katika miji yao iliyoachwa ukiwa. Kendo dak e gwengegi mowe obet gunda. Baba tusimame pamoja.